Na mtazamaji, leo hii ni siku ya Jumamosi, tarehe ikiwa ni 18 mwezi Julai mwaka 2026. Matumaini yangu ni kwamba popote pale ulipo umzima. Shukrani sana kwa kuichagua KBC Channel 1. Sasa ni wakati wa Dira ya Magwiji. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara leo hii ni Byron Abuli. Tunaanza na taarifa kwamba hofu na wasiwasi umewakumba wakazi wa eneo la Gitothuo huko Ruiru, kaunti ya Kiambu, kufuatia visa kadhaa vya uvamizi unaotekelezwa wakati wa usiku na mwanamume ambaye hajatambulika. Inasemekana kwamba mwanamume huyo anawapora wanaotembea kwa miguu kabla ya kuang'ata. Kisa cha hivi punde kilitokea tarehe 11 mwezi huu ambapo watu wawili walijeruhiwa, huku wakazi wakishinikiza kuongezwa kwa doria za polisi na vilevile kukamatwa haraka kwa mshukiwa huyo. Hofu ni dhahiri kwa wakazi wa Gitothuo, Ruiru. Usiku unapowadia, wakazi wanasema kuwa barabara zinasalia mahame mapema kuliko ilivyo kawaida, huku wengi wakijiepusha kusafiri usiku kuhusiana na hofu ya kukutana uso kwa uso na mshambulizi asiye wa kawaida anayeripotiwa kuwavamia wanaotembea kwa miguu wakati wa usiku. Hakuna watu wanakaa na usalama, ni uoga kila wakati. Hata biashara akina mama wanafunga mapema. Mtoto hawezi tembea peke yake. Huwezi tuma mtoto kwa duka kwa sababu unaona tu watakutana na huyu mtu. Mwathiriwa wa hivi punde Daniel Ndegwa amesema kuwa alivamiwa usiku wa tarehe 11 mwezi huu alipokuwa akitembea kuelekea kwenye kituo cha kibiashara kilichoko karibu. Yadaiwa kwamba mshukiwa huyo alimshinikiza ampe simu yake ya rununu kabla ya kuzozana, ambapo Ndegwa aling'atwa kwenye kidole na akapata majeraha kwenye mkono wake wa kushoto. Saa tulivurugana naye, akaswing na mkono yangu ya left, afu ndiye akaniuma kidole. Tulipomalizana hivyo akauma ule tulikuwa na yeye na rafiki yangu. Rafikie waliyekuwa pamoja pia aliripotiwa kung'atwa. Mwathiriwa mwingine ameripotiwa kupata majeraha mabaya ya usoni baada ya mshambulizi huyo kudaiwa kung'ata sehemu ya shavu lake. Iko habari ameuma mtu pahali fulani, ameuma mtoto pahali fulani. Yaani kila siku ni lazima kuwe kuna kitu kimefanyika kutokana na yeye. Utovu huo wa usalama umezifanya familia nyingi kubadili shughuli zao za kila siku, huku wakazi wakitoa wito kwa kuimarishwa kwa doria za polisi kabla watu zaidi hawajaathirika. Tunaomba serikali itupatie security ya kutosha, na wale wako na CCTV za kuonyesha hiyo footage mahali hiyo kitendo ilifanyika wajitolee na wasaidie vitengo vya usalama kuwapea hiyo footage. Tusaidiwe sana vile huyu mtu anaweza patikana. Pia sisi tuko na uoga. Hata mimi niko na uoga juu najiuliza hii tumbo yangu sasa kama anauma mdomo, akiuma hii tumbo nitabaki na nini? Afisa mkuu wa polisi katika kaunti ndogo ya Ruiru, Maina Kibathi, alithibitisha kwamba visa hivyo vimeripotiwa kwa polisi, akisema kuwa uchunguzi unaendelea. Hatujaweza kupata hii mtu, lakini tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tumeweza kupata hii mtu. Ningependa kuhakikishia wakazi wote wa Gitothuo ya kwamba usalama wao umelindwa na tutahakikisha kwamba hii mtu tumemshika. Nailongeso, Dira ya Magwiji.